Pia hatari za wanawake wapole. Naomba unisikilize kwa makini sana uweze kujua dalili za wanawake wapole ama hatari zao, jinsi walivyo wanawake wapole. Basi kama ilivyo ada, mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Nicholas Robert Setebe. Nipo kwa ajili ya kukuletea dondoo kila itwayo leo zihusuo mahusiano na ndoa. Leo nitazungumza hatari za wanawake wapole. Nitazungumza leo. Naomba unifuatilie kwa makini sana. Hatari ya kwanza ama jambo la kwanza ambalo huwa wanapenda sana kulifanya ama tabia yao kuu ni wanakuwa sio waongeaji sana. Mara nyingi wanakuwa sio wasemaji, lakini wanakuwa na mambo yao ya siri. Sasa ndani ya usiri huo ndio penye hatari zenyewe. Ndani ya usiri walionao ndipo penye hatari zenyewe. Wanaweza wakawa sio waaminifu kabisa hata kwenye ndoa, wanaweza wakawa sio waaminifu kabisa hata kwenye jamii, lakini kwa sababu ya upole walionao huwezi kutambua kwa urahisi. Uwe mume unaishi na mwanamke aliye mpole, jamii inayokaa na mwanamke aliye mpole, ni ngumu kugundua mambo yao kwa kuwa mengi wanayafanya kwa siri. Na unapobaini ama utakapogundua, huwa wanaegemea kwenye kulia au huwa wanatumia njia ya kutoa machozi, yamkini kwamba wameonewa, yamkini kwamba ameonewa, lakini kumbe ni jambo amelifanya. Na hata watu wengine wanaweza wakasema umemuonea kwa sababu ya upole alionao. Lakini nikwambie siri kubwa ya wanawake wapole ni hatari sana. Wanawake wapole siri yao kubwa, wanajificha kwenye upole wao, kutokuongea. Wengi sio waongeaji, yani sio wasemaji, lakini wanakuwa sio wa kweli. Wana siri kubwa sana ndani ya kutokuongea kwao. Jambo la pili ambalo huwa linawaumiza wengi ambao wanaweza wakanifuatilia katika namna ambavyo naweza kuchambua juu ya wanawake wapole, ama wanaweza wakathibitisha hili ninalolisema, mara nyingi sana hawa watu huwa wanakuwa na maamuzi magumu. Wanawake wapole wana maamuzi magumu. Wanapohitaji kufanya jambo lao huwa wanalifanya pasipo kuhitaji ushauri kwa mtu yoyote. Wanakurupuka tu, wanafanya wanalotaka kufanya wao, wakiona kwamba ni sahihi, wakijithibitisha kwamba ni sahihi wakati sio sahihi. Hiyo ni tabia ya pili ya wanawake wapole. Wana maamuzi magumu. Narudia tena, maamuzi yao huwa yanakuwa magumu sana. Kwa hiyo ni hatari sana kuoa mwanamke mpole, ama kuona mwanamke mpole yuko sahihi wakati kumbe ana tabia ambazo zinaweza zikakuliza mbele ya safari. Hizo ni hatari za mwanamke mpole. Lakini jambo la tatu, wa kawaida hawashauriki. Wanawake wapole huwa hawashauriki. Unapomshauri anainamisha kichwa chake, yamkini kwamba anakusikiliza, lakini mwisho wa siku anaendelea kufanya vile yeye anavyotaka kufanya. Basi asante kwa kunifuatilia. Endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. YouTube channel yangu natumia mtumishi Warwick Setebe, Facebook natumia Nicholas Robert Setebe, pamoja na TikTok natumia Warwick Setebe. Asante kwa kutenga muda wako na kunifuatilia. Unaweza kutumia namba ya simu hiyo hata kwa kunipigia na kuweza kupata ushauri mbalimbali usuo biashara, mahusiano na ndoa, na hata masuala ya kiroho naweza nikakushauri pia. Asante kwa kunifuatilia na kutenga muda wako. Barikiwe sana.